Barikiwe sana mama maombi. Barikiwe sana kwa hichi kibali. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Asifiwe sana Mwokozi. Jisikie huru. Amen. Wewe jisikie uko mahali pa sawa. Amini Mungu anaweza yote. Amen. Yeye ndo alisema afanye kazi siku 6, ya 7 ni Sabato. Amen. Ili ukaweze kumeka mkate na mwinjilisti na mwalimu na mitume. Amen. Kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Sitakuwa mrefu, acha niende mbele za Bwana kwa ajili ya hili neno, kwa maana ndio linatujenga na kutupa maarifa na kututoa utukufu hadi utukufu mwingine. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, ninanyenyekea mbele zako Bwana majira haya na masaa haya Baba, maana hakuna kama wewe Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninanyenyekea Bwana jinsi ulivyomtumia mtumishi wa kwanza Baba, na hata wale wengine Baba, hata mimi ukanitie nguvu Baba, sawa sawa na mapenzi yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ili Baba kondoo zako Baba waliokufa tukapate kukuona wewe Bwana, katika ndoa zetu ukaonekane, katika familia ukaonekane, hata kule vijijini ukaonekane, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai nimeomba na hata ninakuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Twende through neno. Katika kitabu cha Wafalme. Amen. Kitabu cha Wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Hata uwe kwa ndoa yako, ile ndoa mahali huko wewe ni mfalme. Amen. Mbona hakujawahi kutokea mtu mwingine karibu hapo? Wewe uliwekwa hapo kwa maana wewe ni mfalme. Amen. Wewe ni mfalme. Wale wengine. Amen. Twende moja kwa moja. Kumi kuanzia 1. Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza 10 kuanzia 1. Amen. Kitabu ni cha Wafalme wa kwanza 10 kuanzia 1 inasema, ubarikiwe. Amen. Na Malkia wa Sheba. Na Malkia wa Sheba. Kamata hiyo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujafika huko kwingine, hiyo kwanza. Amen. Na Malkia wa Sheba. Kamata hiyo. Uwe kijana kamata. Uwe mzee kamata. Uwe ni mama kamata. Hiyo ya kwanza kamata. Kabla hizo nyingine. Kamata hiyo katika Yesu. Amen. Na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani. Na Malkia wa Sheba, Bwana Yesu asifiwe, aliposikia habari za Sulemani. Amen. Kwa hivyo yeye amefanya kusikia habari za Sulemani. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile sasa, amen. Amen. Watu wanasikia kwamba wewe unahubiri, amen. Na huku ukihubiri unaimba sana, huku ukiimba wewe ni mama mwombezi, ukiwa mwombezi, amen. Sasa wanafanya kusikia hizo habari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tuendelee. Aliposikia habari za Sulemani juu ya jina la Bwana, alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. Endelea. Akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana. Akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Tazama mtu anayefuata na wafuasi wengi. Bado. Amen. Amen.
Acha tuendelee. Na ngamia wachukuao manukato na damu nyingi sana na vitu vya thamani. Alipofikiria Sulemani, Bwana asifiwe. Kwa maana yeye ni mfalme. Bwana asifiwe sana. Hapaingii vitu mchora. yes, Amen. Wewe ukiwa mfalme hakuna kitu mchora kinaingia. Ufalme wa giza unatoroka, nuru inaingilia kati. Unakuwa mfalme, wewe ni mtoto, unakuwa mfalme, wewe ni mama, unakuwa mfalme. Hakuingii vitu mchora, vitu vyako ni dhahabu. Bwana asifiwe. Wewe ni dhahabu. Bwana asifiwe. Hizi vitu nyingine ni shetani ndio anatonea wivu, hata kama yuko gonja ashindwe katika jina la Yesu. Leo ninamtoa aibu. Bwana asifiwe. Hatujaekewa hizi vitu zingine turithi. Tulipewa vitu vya kifalme turithi. Hizi vingine ni shetani anatuvalisha. Hiyo haitakubalika katika jina la Yesu. Amen. Kupitia hili neno, kamata hilo neno. Bwana asifiwe sana. amen. Wewe unapewa kitanda ya 3x3. Si yako hiyo. Yes. Amen. Unafaa kurithi ya 6x6. Bwana asifiwe. Ama ya 7x8. Amen. Na kuendelea hivyo na vitu zako. Amen. Lakini shetani anakupatizia. Amen. Anakuambia hii kiti ya 6x6. Anakuambia hii kitanda ya 3x3 inakutosha ili akukinyagie, kile kingine usipate. Hatutakubali uwe ni kijana leo, hatutakubali uwe ni mama leo, hatutakubali uwe ni mzee leo, hatutakubali. Tutarithi vyetu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tunapewa vitu ambavyo si vyetu. Amen. Sikia hii kitabu inasema wafalme, si mfalme, wafalme. Amen. Endelea. Alipofikiria Sulemani, akazungumza naye mambo yote aliyokuwa nayo moyoni. Naye Sulemani akamfungulia maswali yake yote, wala hakukuwa na neno alilofichwa mfalme asimwambie. Endelea. Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani na nyumba iliyokuwa ameijenga na chakula cha mezani pake na watumishi wake waliokaa na kusimama kwao, na chakula cha mezani pake na watumishi wake. Bwana asifiwe. Yaani hili neno ni la mfalme na malkia. Amen. Sasa hiyo ndoa yako ikawe ya kifalme. Ikawe ya kifalme. Ukarithi ya kifalme katika jina la Yesu. Ninakwambia leo na maibisha shetani. Amen. Hatutakubali hizi ndoa. Amen. Tunahitaji ndoa za kifalme. Amen. Bwana asifiwe. Hatutahitaji na maibisha leo kwa jina la Yesu. Endelea. Angalia hiyo meza ya kifalme, unakaa na watumishi hapo. Bwana asifiwe. Hapo hakuna vitu mchoro vinakuja, ni vitu vya kifalme. Unabarikiwa, iwe ni mtoto unabarikiwa, iwe ni mama unabarikiwa katika jina la Yesu. Mimi nimebarikiwa sana. Sitakuwa mrefu, sibarikiwe tu kwa hiyo.